trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amini utii, njia pweke ni hii ya furaha kwa Yesu. Amini ukati. Mungu mwema, Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, Baba tunasema asante tena kwa ajili ya neema na kibali ambacho umetupa tena siku ya leo kwa ajili ya kuweza kujifunza. Ninaliadhimisha jina lako takatifu, ninalitukuza jina lako Bwana. Ninasema asante kwa nafasi hii na kibali ambacho umeendelea kunipa kuachilia neno lako Bwana kwa watoto wako. Mungu mwema, katika jina la Yesu ninakushukuru hata kwa ajili ya kila mmoja mmoja ambao umeandaa moyo wake kwa ajili ya kupokea kile ambacho umekusudia aweze kupokea kwa ajili ya ustawi wa maisha yake. Nami ninajiachia mikononi mwako, mtumishi wako. Ninaomba unitumie tu kama chombo chako. Roho Mtakatifu, ninajinyenyekeza kwako chini ya mapenzi yako, ukapate kunitumia vile ambavyo inakupendeza wewe, lakini wewe mwenyewe ndio ukapate kunena wazi wazi na kila nafsi uliyoikusudia. Na heshima na utukufu tutakurudishia peke yako, kwa kuwa unastahili. Ukapate kuturehemu Bwana, ikiwa kuna jambo lolote unaloliona katika ubinadamu wetu alikupendezi wewe, ambalo linaweza likazuia tusiweze kupokea kile ambacho umekikusudia. Mungu, ninakuja kwako kwa unyenyekevu mkuu. Ninasihi ukapate kurehemu, ninasihi ukapate kusamehe. Mungu, katika jina la Yesu, neno lako lisizuiliwe katika mioyo yetu, bali Bwana linapokuja ndani mwetu likapate kuwa wazi, tukapate kulisoma kama maji, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Namkabidhi kila mmoja mmoja mikononi mwako. Mpe utulivu wa kutosha kuweza kusikiliza kwa ajili ya utukufu wa jina lako na kwa ajili ya ustawi wa maisha yake, katika jina la Yesu. Amen. Karibu tena tuendelee kujifunza. Tumekuwa na somo lenye kichwa kinachosema kwamba ongeza thamani ya Yesu moyoni mwako kibinafsi ili uweze kufaidi sababu ya kuja kwake, kufa kwake na kufufuka kwake kwa ajili yako. Ongeza thamani ya Yesu moyoni mwako kibinafsi ili uweze kufaidi sababu ya kuja kwake, kufa kwake na kufufuka kwake kwa ajili yako. Tukasema kwamba Yesu safari yake ya kutoka mbinguni, alikuja ni kwa ajili yako, alikufa ni kwa ajili yako, alifufuka ni kwa ajili yako pia. Lakini pamoja na kwamba alifanya hivyo kwa ajili yako, ni mpaka wewe ukubali kupokea. Na tunaweza tukapokea kwa namna gani? Unapoongeza thamani ya Yesu ndani mwako, yule unayemthamini unaweza kupokea chochote kutoka kwake bila kuwa na mashaka, bila kuwa na tashwishi. Lakini mtu kama humthamini, na hata kama ana kila kitu kwa ajili yako, huwezi kupokea. Si kwa sababu hana kila kitu kwa ajili yako, lakini ni kwa sababu humthamini, huwezi kupokea. Tuliongozwa na Matendo ya Mitume 19:11 hadi 16. Tukaangalia pale jinsi ambavyo wale wanaskewa walitumia jina la Yesu yule aliyekuwa anahubiriwa na Paulo. Lakini hata na wao wangekuwa wamempokea Yesu, wakaweka thamani ya Yesu ndani ya mioyo yao, zile kazi alikuwa anafanya Paulo, hata na wao wangeweza. Jinsi Paulo alikuwa anatoa pepo, hata na wao wangeweza kutoa kwa jina la Yesu ambaye yuko ndani mwao, si yule anayehubiriwa na Paulo. Kwa sababu Paulo yeye ni binafsi na uhusiano wake na Mungu, na hao walitakiwa wawe na uhusiano wao binafsi. Ndio maana tunaona wale mapepo wakawashambulia, wakauliza, Paulo tunamjua na Yesu tunamjua, nyie ni akina nani? Kwa sababu sisi hatuwatambui.
yaani kwamba mnamtaja mtu ambaye nyie wala hata hamhusiki naye. Kwa hiyo Yesu alikuja ni kwa ajili yako. Kwa hiyo mpokee kwenye moyo wako ili uweze kupokea zile faida na sababu ya kuja kwake. Sasa lengo la somo tukasema ni kutaka ujue kwamba Yesu alikuja kwa ajili yako, lakini huwezi kufaidi chochote alichokuja nacho kwa ajili yako ni mpaka umeona thamani yake moyoni mwako. Tukaangalia sababu kubwa ya Yesu kuja ni ili kuturudishia aina ya maisha ambayo tulipoteza pale kwenye bustani ya Eden tukiwa ndani ya Adam. Tukaangalia sana sana kitu cha fikra, kwamba shetani alipokuja lengo lake kubwa ni kwa ajili ya kuharibu fikra za mwanadamu ili zisiweze kukubaliana na kitu cha Mungu. Kwa hiyo kwa sababu aliharibu fikra za mwanadamu ili zisiweze kukubaliana na kitu cha Mungu, tumejikuta tunaishi chini ya kiwango. Hata wakati mwingine tunakosea, lakini tunashindwa kurudi kwa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu anapoingia kuharibu fikra zetu, anaharibu kiwango ambacho cha kuondoa kabisa uwepo wa Mungu kwenye fikra zetu ili tusikumbuke kurudi kwa Mungu. Tukaona pale kwenye bustani ya Eden walipokosea wakina Adam, hawakukumbuka kurudi tena kwa Mungu kwa toba. Mungu aliwauliza ni nini kimetokea, wakasema, lakini hawakumwambia Mungu tusamee, ili jambo limetupata na sisi hatujui. Kwa hiyo nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu aliharibu fikra zao kwa kiwango ambacho haziwezi kuwa tena na uwepo wa Mungu. Kwa uwepo wa Mungu unapoondoka kwenye fikra, sio rahisi sana kuweza kumrudia Mungu, sio rahisi kuweza kuamini kwamba Mungu anaweza akakupokea tena, si rahisi kuamini kwamba Mungu anaweza akakusamehe. Kwa hiyo ndivyo jinsi ambavyo ipo. Kwa hiyo tukaangalia aina ya maisha inaamuliwa na aina ya fikra ulizonazo, lakini tukaangalia mbinu shetani anayoitumia akitaka kukunyang'anya aina nzuri ya maisha Mungu aliyokusudia, lazima aende akaharibu fikra zako. Lakini tukaona fikra zinapoharibika utajikuta unafanya vitu ambavyo hutakiwi kufanya, lakini unafanya huku ukiwa unajua kwamba hutakiwi kufanya. Tukaona fikra zinapoharibika hofu ya wanadamu inakuwa kubwa kuliko hofu ya Mungu, na tukaona tena fikra zinapoharibika mtu anakuwa tayari kutunza heshima na utukufu wa kibinadamu. Hata kama unamchukiza Mungu, anakuwa yuko tayari kutunza heshima na utukufu wa kibinadamu hata kama inamchukiza Mungu. Lakini kitu kingine tukaangalia kwamba mwanadamu hakuumbwa aendeshe maisha yake peke yake, bali aliumbwa maisha yake yawe na Mungu katika kila hatua. Lakini sasa dhambi ilipoingia, mwanadamu akaondolewa ile aina nzuri ya maisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu shetani alishaharibu fikra. Kwa sababu shetani alishaharibu fikra, akabadilisha ule utaratibu mzuri wa Mungu alikuwa amekusudia. Tukasema kwamba Mungu alikusudia tangu mwanzo pale alipomuumba mwanadamu akamweka kwenye bustani ya Eden, kwamba Mungu ahusiane na mwanadamu kiushirika. Lakini sasa baada ya dhambi kutokea, mwanadamu akaanza kuhusiana na Mungu kimahitaji, kwamba anapokuwa na uhitaji fulani ndio anaenda kwa Mungu. Na sasa unakuta kuna vitu vingi sana ambavyo ni haki zetu na hatuzipati, si kwa sababu hatuwezi kuvipata, ila ni kwa sababu hatujajua kuhusiana na Mungu vile ilivyo sawa sawa. Unaposhirikiana na mtu katika ule ushirika, kuna vitu yule mtu atakupa hata bila kumuomba. Wote tunajua, yaani unapokuwa na ushirika na mtu katika maisha ya kawaida, kuna vitu ambavyo Mungu yule mtu ataamua kuvifanya kwako hata wewe hujaomba. Kwa sababu gani? Kwa sababu unashirikiana. Lakini kama mkiwa na mahusiano ya kiuhitaji, ni pale utakapokuwa tu umekwama, jamani nimekwama hapa, jamani nimekwama hapa. Kwa sababu gani? Kwa sababu umehusiana naye kiuhitaji. Kwa hiyo ukiwa katika ushirika, kuna vitu vingi unaweza kuvipokea kwa sababu tu ya ule ushirika, hata kabla wewe hujasema. Kwa sababu mnaposhirikiana na yule unayeshirikiana naye anapata kukujua. Sasa si kama Mungu hatujui sisi, Mungu anatujua sana, lakini Mungu hawezi kufanya chochote kwetu isipokuwa kile ambacho tumemwambia. Ndio maana anasema haja zenu zijulikane kwa Mungu. Si kwamba Mungu hajui kama tuna haja, ila anachokitamani tuone kwamba, yaani tufike mahali kuona kwamba yeye anaweza kututimizia hizo haja, tuende tukashirikiane naye ili aweze kututimizia hizo haja tulizo nazo. Kwa hiyo ndivyo tulichosema. Tukasema mambo mengi yaliharibika pale kwenye bustani ya Eden.
Tukasema kuna kitu cha ndoa ambacho Yesu aliwaambia wale Mafarisayo, akasema hivi, alipokuwa anasema kwamba mbona Musa alisema kwamba unaruhusiwa kumpa mke wako hati ya talaka, alikuwa anasema unaweza kuruhusiwa kumpa mke wako hati ya talaka kwa namna yote. Yesu akasema wakasema mbona Musa alisema kama yani kwamba unaruhusiwa kuachana. Yesu akasema hapana. Wakasema kwa nini, mbona Musa alisema unaruhusiwa kutoa hati ya talaka? Yesu akasema tangu mwanzo haikuwa hivyo, ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kwa hiyo kuna vitu vingi tangu mwanzo haviko kama tunavyoviona, ila ni kwa sababu gani? Kuna mahali mabomoko yametokea. Kwa hiyo kuna vitu tumevipokea kama ni kawaida, lakini kumbe sio kawaida, tangu mwanzo haikuwa hivyo. Ni kwa sababu tu ya ugumu wa moyo wa mwanadamu. Sasa tukaangalia kitu kingine, fikra zinapoharibika, tatizo linapotokea, mwanadamu anatafuta kusingizia. Kwa sababu fikra zimeharibika, ile hali ya kukubali kuwajibika huwa inaondoka. Ndio maana hata pale kwenye bustani ya Eden, Adamu alipoulizwa akasema hapana, ni huyu mwanamke uliyenipa. Mungu alikuwa amemuuliza umekula tunda? It was simple kwamba nimekula, lakini akasema ni huyu mwanamke. Kwa sababu gani? Fikra zinapoharibika, hali ya kujitetea inakuwa sana. Hali ya kujitetea inakuwa sana, hali ya kutafuta visingizio inakuwa sana, na hali ya kutokubali kuwajibika inakuwa sana. Mtu hataki kuwajibika, ila anataka tu kwamba hiki kimetokea, nani amesababisha? Ni kwa sababu fulani alifanya hivi, ni kwa sababu fulani alifanya hivi. Sasa Mungu hataki sisi tufanye hivyo, anataka fikra zetu ziwe katika kile kiwango ambacho amekikusudia, ili tatizo linapotokea turudi kwake, tumuulize Mungu, kwa nini hili tatizo limetokea? Kwa nini hili tatizo limetokea? Akuambie hili tatizo limetokea kwa sababu wewe kuna wajibu pia nilikuwa nimekupa, lakini hukuwajibika. Kwa anza kusimama kwa namna hii, na maisha yetu yatakuwa na ule ustawi ambao Mungu amekusudia. Lakini tukasema pia fikra zinapoharibika, hali ya ubinafsi inakuwa iko ndani. Mwanadamu anakuwa anajipenda zaidi, anakuwa anajipenda zaidi, atamfuata Mungu pale tu anapohitaji. Ndio maana tukaona pale kwenye ile Yeremia, neno la Mungu linasema hivi, walifanya yale magogo kuwa ndo miungu yao, lakini tatizo linapokuja wanamrudia Mungu, anasema haya, njoo utuokoe. Lakini wakati hawajapata tatizo, walikuwa wanabudia miungu mingine, wanaitolea sadaka, wanaifanyia ibada, wanaisifia hiyo miungu mingine. Lakini tatizo linapotokea, ndipo wanamwambia Mungu tuokoe. Sasa Mungu hataki sisi tuhusiane naye kwa namna hiyo, kwa sababu anajua kabisa sisi bila yeye hatuwezi, na sisi bila yeye tunakwama. Kwa hiyo anataka tuhusiane na yeye, si kwamba tu ili apate faida, no, ili na sisi pia tuweze kupata faida, tuweze kuishi maisha ya utulivu, tuweze kuishi maisha ya amani. Ni kwa nini wanadamu tunaishi maisha ya kuhangaika sana? Kuna namna ambavyo hatujajua namna ya kuhusiana na msaada wetu. Hatujajua namna ya kuhusiana na msaada wetu. Kwenye kitabu kile cha Hosea 12 mstari wa 9 pale, sasa hiyo utapata kwenye King James Version, huo mstari jinsi ambavyo unasema. Mimi nitauongea kwa Kiswahili. Anasema hivi, mmejiharibu sana Israeli, lakini mimi ndio msaada wenu. Maanake pale Mungu anataka kuonyesha nini? Pamoja na kwamba mmejiharibu kwa kiwango ambacho mmejiharibu, lakini bado mimi peke yake ndio ninaweza kuwasaidia. Sasa mwanadamu, kwa sababu shetani anakuwa ameharibu fikra, mwanadamu anakuwa ana ubinafsi, hajui kama yule ambaye haambatani naye ndio aliye msaada wake, na kwa sababu hajui kama yule ambaye anamwacha na kuenda huko na huko kwenda kufuata vitu vingine, ambaye akipata tatizo anakuja anamlilia na anamsaidia, huyo ndo msaada ambaye akiamua kuambatana naye, sasa amekaa naye hapo moja kwa moja, kuna vitu vingi sana, kuna maisha ya kupambana sana hatutakuwa nayo, kuna maisha ya kuwa na huzuni zisizo na sababu hatutakuwa nayo, kuna maisha ya kupambana na kila kitu tunachokiona hatutakuwa nayo. Kwa sababu gani? Yule tunayeshirikiana naye atakwambia hapa tulia, hapa si sehemu ya kuongea, huu ni mkono wangu. Hivyo inakuwa namna hiyo, tunakuwa tunapata tafsiri sahihi katika kila ambacho tunaendana nacho katika maisha. Kwa sababu gani? Tuko na yule ambaye ni msaada. Kwa hiyo fikra zinapoharibiwa, mwanadamu anakuwa na ubinafsi, anajitenga na Mungu, anataka matakwa yake tu, lakini anapopata tatizo ndipo anapogeukia kwa Mungu. Sasa hiyo sio nzuri. Sasa tuangalie sababu ya kuja kwa Yesu ni ili kuturudishia aina ya maisha iliyopotea pale kwenye bustani ya Eden. Na
ilimlazimu kupitia kifo chenye mateso makubwa sana. Ili nini? Ili ajitoe yeye kama sadaka kwa ajili yetu. Na Yesu alifanya yote hayo ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu. Hakuwa na sababu ya kufanya hayo. Yeye tayari alikuwa na enzi na utukufu kule mbinguni, lakini ilimlazimu kufanya kwa sababu ametupenda sana. Kwa sababu ametupenda sana. Ukiangalia pale kwenye Isaya 53, Isaya 53 1-11, nataka tusome hiyo mistari haraka haraka hapo kwa pamoja. Kuna kitu nataka tuone hapo. Yesu alikuja ni kwa ajili yetu, kwa ajili ya kuturudishia, lakini ili kuturudishia ile aina ya maisha haikuwa tu kwa sababu alikuja. No, alitakiwa apite kwenye njia ya msalaba yenye uchungu na maumivu makubwa, ili ndo aweze kuturudishia yale maisha. Angalia Isaya 53 1-11, hapo neno la Mungu linasema hivi: nani aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata kutamaniwa. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejutika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana-kondoo aliyepelekwa machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kwa kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Naomba tuishie hapo. Haya yote unaona, Yesu alipoteseka huku akakaa kimya, hakuweza kujibu, hakuweza kujipambania, hakuweza kujitetea. Alifanya kwa ajili yako, alifanya kwa ajili yangu. Hakuwa na sababu ya kufanya, kwa sababu yeye ni mtakatifu, yeye ni mkamilifu. Lakini aliamua kufanya kwa ajili yetu. Ule mstari wa 10 nasema hivi: Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu ya dhambi, manake Mungu aliamua kumtoa Yesu kama dhabihu ya dhambi kwa ajili yetu, kwa kuitoa nafsi yake. Ndio maana ilimlazimu apande pale msalabani, afe kifo cha aibu, ili iweze kuwa fidia kwa ajili ya maisha yetu ya dhambi, aturudishie ile aina nzuri ya maisha tuliyopoteza pale kwenye bustani ya Eden tukiwa ndani ya Adam. Lakini anasema hivi: ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Mstari wa 11 mimi naupenda sana. Anasema ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Maana yake nini? Yesu alipomaliza ile kazi aliyofanya, alipokuja akaishi maisha ambayo yalikuwa kama ya kushushwa sana. Aliishi hayo maisha ya kushushwa kwa sababu gani? Kwa sababu yetu. Ndio maana kule kwenye Wafilipi anasema hivi: alipoonekana ana umbo la kibinadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii, naam, hata mauti ya msalaba. Maanake yote alifanya ni kwa ajili yangu na ni kwa ajili yako. Sasa anasema hivi: ataona mazao ya taabu yake na yataridhika. Yesu mpaka sasa saa nyingine hajaona mazao ya taabu yake.
kwa kiwango ambacho alijitoa pale msalabani. Hajaona mazao ya taabu yake kwa hicho kiwango, kwa sababu jinsi ambavyo alijitoa, akatamani kuona sasa sisi wanadamu tunaishi tena katika ule uzuri wa ule utakatifu ambao Mungu alituumbia pale kwenye bustani ya Edeni kabla ya dhambi kutokea. Lakini anashangaa sasa, hawa niliowafia, mbona tena wanaishi yale yale maisha mabaya ambayo mimi ilinilazimu nije kwa ajili ya kufa kwa ajili yao. Kuna siku moja tulikuwa tunaongea, Roho Mtakatifu akasema hivi, Yesu ilimlazimu kuacha enzi na utukufu kule mbinguni ili aje kufa kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Alafu sisi tunaacha kuthamini ule utukufu wa Mungu kwa sisi kuondolewa dhambi. Tunaacha huo utukufu wa Mungu, alafu sisi tunaenda kwenye zile dhambi ambayo Yesu alikuja akaacha utukufu, akaja kwa ajili ya kutuondolea dhambi. Then sisi tunapenda kwenda katika njia ya dhambi na kuacha ule utukufu. Ni vitu viwili tofauti kabisa, kwa sababu yeye ilimlazimu kuacha utukufu, lakini eti sisi inatulazimu kufuata dhambi na kukataa ule utukufu. Yesu akiangalia anasikitika. Kwa sababu gani? Neno la Mungu linasema ataona mazao ya taabu ya nafsi yake, naye ataridhika, kwamba kile nilichokuja kufanya kwa kweli ninafurahi ninapoona, kwa kweli ninafurahi ninapoona. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Yesu tusifanye tena moyo wake uhuzunike kwa sababu ya sisi eti kuishi katika dhambi zile zilizomlazimu yeye kuacha utukufu. Alafu sisi tukapenda, yeye hakupenda utukufu, akaja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alafu sisi tunapenda eti dhambi, tunakataa ule utukufu ambao yeye aliuacha, akaja kwa ajili ya kututoa katika dhambi ili sisi tuweze kurithi ule utukufu wake. Mungu atusaidie. Paulo mwenzetu aliweza kujua, akasema hivi, siangalii wala sihesabu kwamba haya mateso tunayopitia sasa kwamba ni kitu ukilinganisha na ule utukufu utakaofunuliwa. Paulo aliamua kuangalia ule utukufu ambao Yesu aliacha akaja kwa ajili yake. Yeye akasema macho yangu yatabaki kwenye utukufu, haijalishi. Kusa nyingine akasema hivi, japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanya upya kila siku. Kwa sababu gani? Ndicho Yesu alichokuja kukifanya. Sasa tu sio kwamba tustawi tu katika ule utu wa ndani. Alikuja, neno la Mungu linasema hivi, alikuja kuchukua umaskini wetu ili atupe utajiri wake. Kwa hiyo nini? Yesu alikuja ili kutuondoa katika kila aina ya maisha ambayo sio ya kuridhisha, lakini anasikitika bado tunaishi katika maisha ya kuteseka. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu tu hatujapokea, ni kwa sababu tu hatujakubali kwamba kile alichokuja kufanya ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili yako. Hujakubali, sijakubali. Ndio maana tunajikuta nini? Tunaishi katika kukwama, tunaendelea kulia kama hamna kilichofanyika, lakini kumbe kila kitu kilishafanyika, kila kitu kilichofanyika. Ndio maana pale msalabani Yesu akasema imekwisha, kwamba kila kitu, kazi ulionituma Baba nimekamilisha kwa ajili ya mtumishi wako huyu, kwa ajili ya mtoto wako huyu. Lakini anashangaa sasa, mbona sisi hatujapokea? Kwa hiyo nini? Haoni mazao ya ile taabu yake. Anasema hivi, ataona mazao ya taabu ya nafsi yake. Yaani kwamba ataona kumbe nilivyotaabika ndo mazao yamekuwa hivi. Ni kama tu mkulima anavyoenda kulima. Unavyoenda kulima afu unaona mazao yako yamestawi vizuri, yamezaa vizuri, si unafurahia ile taabu ulioenda wakati unalima. Na Yesu naye anataka hivyo hivyo. Kwa Yesu alikufa sasa ili aitoe damu yake kama sadaka kwa ajili ya kulipia madai ya dhambi za mwanadamu, ili huyo mwanadamu apatanishwe kwa upya na Mungu. Alikuja kulipia dhambi na madai yetu yote ili sisi tupatanishwe kwa upya na Mungu. Ukisoma katika ile Waebrania 10:4 mpaka 14 pale utaona jinsi ambavyo yeye aliitoa damu yake. Neno la Mungu linasema ile damu iliyokuwa inatumika ya mafahali haikuweza kuondoa dhambi mbele za Mungu, ilikuwa inafunika tu, na kila baada ya mwaka zile dhambi zinakuwa tena wazi mbele za Mungu. Ndio maana Mungu akamtuma Yesu, kwa sababu kwa damu yake yeye
si kama anafunika dhambi, anafuta na kuondoa kumbukumbu lote kabisa kwa hiyo damu yake. Ndio maana ilimlazimu afe sasa, hicho kifo cha aibu, ili atuondolee dhambi kabisa kabisa kabisa, atuondolee, isiweze kutajwa wala kukumbukwa mahali kokote. Kwa hiyo jambo la kwanza, hiyo Waebrania utaenda kusoma Waebrania 10:4-14. Yesu alichukua mwili wa kibinadamu ili kupitia huo mwili asulubishe dhambi kwa ajili yetu sisi, tusiishi tena katika dhambi. Ndio maana Mungu aliamua apite kwenye tumbo la mwanadamu, achukue ule mwili wa kibinadamu, na kwa ule mwili ambao ndio unatutesa sasa, kutumikisha katika dhambi, asulubishe zile dhambi zetu katika ule mwili wa kibinadamu, ili kwa kusulubishwa ule mwili wa kibinadamu asulubishwe huko dhambi zake, ili sisi katika huu mwili wa kibinadamu tuweze kuishi kwa ushindi. Petro wa kwanza 2:24. Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro 2:24 pale. Waraka wa kwanza wa Petro 2:24. Neno la Mungu linasema hivi: yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, kwa kupigwa kwake mliponywa. Hii ndo sababu ya Yesu kufa kile kifo cha aibu. Ili nini? Ili kuchukua zile dhambi zetu katika mwili wa kibinadamu, ili tufe katika matendo mabaya. Anasema tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, ili tuwe hai kwa mambo ya haki. Huo uwezo tayari alishatupa, kwa sababu aliusulubisha huu mwili. Alipokuwa anasulubisha ule mwili wake pale msalabani, alikuwa anasulubisha mwili wangu, alikuwa anasulubisha mwili wako. Ili nini? Aniachilie na kuachilie wewe ule uweza wa kufisha vitu vya dhambi na kuishi kwa vitu vya haki. Hiyo ndo sababu Yesu ilimlazimu kufa. Kwa hiyo Yesu alipoamua kusulubisha dhambi, sisi tukiishi kwenye dhambi, ni kwamba tunamwambia Yesu, kile ulichokifanya sisi hatujakiona thamani yake. Hatujaona thamani yake. Kwa sababu gani? Alikuja ili atupe uwezo wa kushinda. Lakini jambo la pili, alikuja kutubadilishia aina ya kumilikiwa. Yesu, kusudi la yeye kufa kile kifo cha aibu, kutundikwa msalabani, neno la Mungu linasema amelaaniwa mtu yule atundikwe msalabani. Kwa hiyo Yesu aliamua kubeba laana zetu, ili nini? Ili atubadilishie aina ya kumilikiwa. Kwa sababu dhambi ilipoingia ulimwenguni, mwanadamu alimilikiwa na ufalme wa giza. Sasa Yesu aliamua kujitoa ili amtoe mwanadamu kwenye huo umiliki wa ufalme wa giza. Angalia pale kwenye Wakolosai 1:13. Wakolosai 1:13, neno la Mungu linasema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo dhumuni la kuja ni kutubadilishia aina ya kumilikiwa. Kwa kama Yesu amekuja, lakini bado sisi tunamilikiwa na nguvu za giza, bado shetani anatuonea, tatizo aliko kwa Yesu. Ni sisi hatujapokea kile alichokuja nacho kwa ajili yetu. Kwa sababu hatujapokea kile alichokuja nacho kwa ajili yetu, ndio maana tunaendelea kuishi maisha ya kuonewa, tunaendelea kuishi maisha ya vilio, tunaendelea kuishi maisha ya huzuni na uchungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu si kama haijakamilika, ni kwa sababu hatujapokea. Kwa hiyo ni rahisi tu, ni sisi kukubali kupokea kile Yesu alichokuja nacho kwa ajili yetu. Lakini jambo lingine, Yesu alikufa ili achukue huzuni zetu na masikitiko yetu. Ukiangalia asilimia kubwa ya sisi wanadamu tunaoishi katika nyakati hizi, tumebeba huzuni, tumebeba masikitiko. Sasa kama Yesu alichukua huzuni zetu, alichukua na masikitiko yetu, sisi kwa nini bado tunayo?
Ni swali la kujiuliza kila mmoja. Sisi kwa nini tunayo, bado tunayo? Wewe kwa nini bado unayo? Mimi kwa nini bado ninayo? Neno la Mungu kwenye Isaya 53 mstari wa 4, Isaya 53 mstari wa 4 pale neno la Mungu linasema hivi: hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Kama amechukua masikitiko yetu na amejitwika huzuni zetu, sisi tunapata wapi masikitiko na huzuni? Swala sio kwamba hajapokea, si kama hajachukua, ni sisi hatujakubali. Na hatujakubali kwa sababu gani? Kwa sababu alipokuja, alipokufa, alipofufuka, hatujaamua kuthamini kuja kwake, kufa kwake na kufufuka kwake. Hatujaamua kuthamini kama ni kitu alichokuja nacho kwa ajili ya mtu binafsi. Na kwa sababu hatujachukua kama alikuja kwa ajili yangu binafsi au alikuja kwa ajili yako binafsi, alikufa kwa ajili yangu binafsi, alikufa kwa ajili yako binafsi, alifufuka kwa ajili yangu binafsi, alifufuka kwa ajili yako binafsi. Tusipochukua hivyo, tutaendelea kubaki na masikitiko, tutaendelea kubaki na huzuni ambazo Yesu alishachukua pale, ambazo Yesu alishachukua. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Yohana 1:11 na 12, anasema hivi: alikuja kwa wale walio wake, lakini wale walio wake hawakumpokea, lakini wale waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Walipewa kwa sababu gani? Kwa sababu walimpokea. Sisi tunaishi kwa sababu gani? Kwa sababu hatujampokea. Utasema mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana na kiongozi wa maisha yangu, nimempokea. Ndiyo, umempokea, lakini kuna vitu ambavyo hujakubali kuvipokea kutoka kwake. Unawezekana umempokea tu ili akuokoe, lakini hujapokea ile gharama aliyoingia kwa ajili ya kukutoa wewe, kukubadilishia wewe aina ya maisha. Ukaamua kubaki na masikitiko, ukaamua kubaki na huzuni. Ni kwa sababu gani? Hujapokea. Hujajua kama Yesu alibeba kwa ajili yako. Lakini kule kwenye Petro wa kwanza 5 pale mstari wa 7 anasema hivi: huku mkimtika yeye fadhaa zenu, kwa kuwa yeye anajishughulisha sana na maisha yenu. Kwa hiyo tunatakiwa tumtike Yesu fadhaa. Kule kwenye Mathayo 11:28 mpaka 30 pale anasema hivi: njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa kuwa mimi nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Maanake anataka twende tukatue mizigo, sio tunaenda tunatua mizigo alafu tunabeba tunarudi nayo tena. Tutue mizigo, tumwachie pale. Yeye anajishughulisha sana na mambo yetu. Kwa hiyo nimetaka leo tuangalie sababu ya Yesu kufa. Alikufa ili kutubadilishia aina ya kumilikiwa. Alikufa ili kutoa mwili, kuhukumu dhambi na kusuluhisha dhambi kwenye mwili wake, huu mwili wa kibinadamu, ili sisi na tulioko katika hii miili tuweze kushinda. Lakini alikuja kujitoa sadaka kwa ajili ya dhambi. Alikuja kujitoa sadaka kwa ajili ya dhambi. Neno la Mungu linasema hivi: utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi. Kwa hiyo shetani amezuia fikra zetu tusipokee kile Yesu alifanya msalabani kwa ajili yetu, ili tusiyapate yale maisha aliyoteseka kwa ajili yetu. Yesu alitesekea yale maisha mabaya ili kutupa sisi maisha mazuri, lakini shetani ameharibu fikra zetu ili tusiweze kupokea kile Yesu alichofanya msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, mahali kokote ulipokwama, hujakwama kwa sababu Yesu ameshindwa, umekwama kwa sababu hujapokea. Leo amua kupokea kila kitu Yesu alichokuja nacho kwa ajili yako, na utaona maisha yako yanabadilika. Mungu akubariki sana. Tumshukuru Mungu. Baba yetu mwema mtakatifu, katika jina la Yesu tunasema asante. Asante kwa Roho yako Mtakatifu ambaye ametufundisha katika neno hili. Bwana Mungu, ninaomba kwa ajili ya kila nafsi
ukapate kumsaidia katika kile ambacho umekiachilia kwetu kwa nguvu na kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mungu, kikapate kuwa dhahiri ndani yake katika jina la Yesu Kristo, ili asiishi tena maisha ya kuonewa, bali akapate kuishi maisha ya ushindi katika jina la Yesu. Kwa kuwa Yesu, wewe ulikufa ili kutubadilishia aina ya maisha. Ulikufa ili kututoa katika utumwa, kutoa katika huzuni, kututoa katika uchungu na masikitiko. Leo tusaidie kupokea, tusiishi tena katika hayo maisha wakati wewe umeshatutoa. Ni sisi tu kukubali na kuongeza thamani yako ndani mwetu, ili tuweze kufaidi yale yote uliokuja nayo kwa ajili yetu. Sifa na heshima ni zako, zikurudie penye kiti chako cha enzi, kwa kuwa Mungu unastahili. Ukapate kuendelea kumsaidia kila mmoja mmoja kwa utukufu wa jina la Yesu, amen. Sasa tutakapokuja tena hapa tutakuwa tunamalizia, na tutakapomalizia kutakuwa kuna vitu vichache sana ambavyo tutaenda pia kwenye maombi. Na siku hiyo nitakuwa niko live Facebook, hapa kwa ajili ya kufanya maombi, kuweka hizi points chache na kuomba kwa ujumla, kuanzia mwanzo wa somo mpaka mwisho wa somo, kile ambacho Mungu amesema na sisi. Mungu akubariki sana. Mungu amekusudia kukuvusha wewe, usimkwamishe Mungu. Usimkwamishe Mungu, amekusudia kukuvusha. Shirikiana na Mungu ili uweze kuvuka, kwa jina la Yesu Kristo, amen.